matumaini yangu mzima wa afya, mtazamaji wa SAUT TV. Karibu katika kipindi cha Kioo cha Mwanamke, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua yale yote mafanikio yaliyofanywa na mwanamke katika jamii. Kwa siku ya leo nitakayekuongozea kipindi hiki, jina langu ni Mariam Fakii, nikiwa na mada mezani, mwanamke na usafirishaji, ambapo leo nitakuwa naye Joyce Ayubu, miongoni mwa wanawake ambao ni waendesha bajaji kutoka mkoa wa Mwanza. Endelea kusalia nasi. Mama, habari za saizi? Salama. Pole na hongera kwa kazi. Asante. Tukianza tu, ni lini hasa ulianza safari yako ya wewe kuwa kama dereva bajaji? Safari ya udereva sijaanza leo, ni miaka tuseme toka niko binti ndio kazi yangu ya udereva. Kwa hiyo kuingia kwenye tasnia ya bajaji ni tu juzi na kama mitatu sasa hivi kwenye tasnia ya bajaji. Ila udereva ulishaanza? Ile udereva mimi nilishaanza ni gari. Yaani ndio fani yangu iliyopo kwenye kichwa. Na nini hasa kilikuvutia wewe kuchagua kuwa dereva na si sekta nyingine? Ilinivutia kwa sababu iko kwenye damu. Kazi ya uendeshaji wa vyombo vya moto mimi ipo kwenye damu toka bado niko mdogo. Na siku zote tunajua kwamba jamii kiuhalisia wanajua kwamba kazi ya udereva ni kazi ya wanaume. Kwako sasa ulipambana vipi kuweza kuiondoa hii dhana ya watu kuamini kwamba udereva ni wanaume tu wanaweza kufanya? Ni kweli nilipambana nayo kwa sababu wengi walikuwa wanajua kwamba hii kazi ya udereva ni ya wanaume tu, lakini mimi nikaona ngoja nifanye kitu cha tofauti, angalau kutaka kuwainua wanawake, yani wasione kwamba kuna kazi ya mtu mwanaume au mwanamke. Na pale abiria wako ambapo wanagundua dereva wao ni wa kike, huwa wanajisikiaje ama wanapokeaje? Wanaume yani abiria akiwa labda ni wa kike ama ni wa kiume, akigundua kwamba dereva ni wa kike, huwa wanaipokeaje hasa? Kuna wengine wanaipokea kwa kufurahi. Kuna wengine wanakuwa na kitu fulani unajua. Kwa hiyo kila mtu ana mapokeo yake, lakini wengi wao wananipa ile wanakuunga mkono. Wananiunga mkono. Safi sana. Kwa hiyo hata mimi nikiona hivyo wananitia moyo. Na ishawahi kutokea labda mtu akagoma kupanda bajaji yako kwa sababu wewe ni wa kike? Kuna baadhi mwanzo kipindi bado watu wa maana kwa hapa Mwanza nilipofika kwanza kuwa wanafanya hii kazi, baadhi sana ni wanawake ndio walikuwa wanagoma kuingia kwenye bajaji. Mimi siwezi kupanda bajaji ya mwanamke, lakini baada ya kuwa nimezoea katika kijiwe wakawa wananiona na wao usafirishaji wangu jinsi ulivyo. Wengi wanavutia mpaka sasa hivi unakuta wanawake wanakutafuta wao wenyewe. Hapo umezungumzia masuala ya kijiwe, pale ambapo eneo lenu ndio mnapaki, wale wafanyakazi wenzako wanakuchukuliaje? Maana tunajua kunakuwa na mchanganyiko wa watu na jinsia pia. Kwa wale ambao unafanya kazi nao wanakuchukuliaje hasa? Kwa wanaume wanaofanya nao kazi wanachukulia tu kama kazi yako, ijapokuwa mara ya kwanza na wenyewe walikuwa wanaona kama kitu cha tofauti fulani. Lakini baada ya mimi kuwa ambao hii kazi, kwa sababu tukishaipenda hauwezi ukaona kitu chochote aibu wala nani. Kwa hiyo wameenda wamenizoea, tumekuwa kama vile wote ni kitu kimoja. Na ishawahi kutokea labda siku upo, yani kwamba wakati unapofanya kazi kuna zamu za usiku, ishawahi kutokea labda umeingia zamu ya usiku afu ukakutana na changamoto ambao ukasema leo? Kwa zamu ya usiku, maana mimi nimejiwekea limit. Kuna mida ya kazi, kishafika saa 3 nafunga kazi, lakini pia kuna kazi zile za usiku unakuta mtu umepata mikodisho. Mtu labda anaumwa hata kwenda kujifungua au mtu anaenda hospitali anakuamsha usiku. Kwa hiyo hamna changamoto yoyote. Tunajua kwamba kwenye hii kazi kuna baadhi ya watu wanakumbana na changamoto, labda unakuta umewapakia watu afu wapo kwenye dili fulani ama issue fulani kwamba huyu leo tunamvamia, tunamteka, tunaondoka na usafiri wake. Sasa kwako, je, ushawahi kukutana na hali kama hiyo? Hapana, sijawahi kukutana nayo hiyo hali. Na unaona kwamba tangu umeanza kujishughulisha na kazi hii imebadilishaje maisha yako? Mimi kwa kweli toka nimeanza hii kazi imenibadilisha kimaisha. Maana nilikuwa niko chini, lakini kwa sasa
inanipatia kipato cha kujikimu, kusomesha watoto wangu, kula, umeona, na mambo mengine madogo madogo. Je, unahisi ipo haja ya wanawake kuingia zaidi katika sekta hii ya udereva? Mimi napenda sana wanawake waingie katika hii tasnia ya udereva kwa sababu ni nzuri. Yaani ni fani ambayo utazeeka nayo, umeona, na huwezi kuhangaika ukiwa na fani ya udereva. Kwa hivyo ninawashauri wanawake wengi ambao watakao nisikia wajiunge kwenye tasnia ya udereva. Ni nzuri kuliko kukaa unaombaomba. Kwa tukirudi nyuma kidogo, kwa sababu unasema ni ulianza muda mrefu, kwa upande wa familia yako ulipowashirikisha kwamba jamani, sasa mimi nataka nijihusishe na udereva, walikupokeaje? Mimi sijawashirikisha, bali waliniona tu niko upande wa nani, wakasema hiyo kazi ndio nzuri. Nikasema hii kazi yangu ni nzuri, basi wakakuunga mkono. Waliniunga mkono kwa kweli, hata wao wanapenda. Na kuna mtu yote ambaye labda anakudhamini labda kwenye usafiri ama kukuwezesha wewe kufika hapa leo? Mimi kwa kweli hakuna mtu anayeniwezesha. Na kwao ni wewe mwenyewe umeamua kujipambania? Nimeamua kujipambania mwenyewe. Na usafiri unaomiliki ni wa kwako ama ndio ile ya miradi? Hii usafiri huu ni kwa sababu kishaingia mfano kwenye vijiwe kama hivi hapa, tulikopeshwa na hiki kidogo, akatoa fursa kwamba kuna bajaji atakiwa tukopeshwe. Kwa hiyo unaingiza kiasi cha pesa unapewa, alafu unaanza kurejesha kidogo kidogo. Kishamaliza ile mkataba ambao umeandikishana, inakuwa ya kwako. Na kwa upande wa serikali, je, inawasaidia nyinyi madereva wa kike kuweza kuishi vizuri katika maeneo yenu ya kazi labda? Mimi nisema tu kwamba upande wa kwa maskari kwa sisi wanawake, mimi naona inatutetea sana, kwa sababu hata kuna kipindi hapa Alatio hapo alikuja hapa akatuwekea hapo, alitusupport kwa kweli. Kuna baadhi alitukatia bima, alitukatia nenda kwa usalama. Haikuona wanawake wote, alituita tukatia nenda kwa usalama. Kwa hiyo maskari wanatusupport kama sisi wanawake, wanatupa kipao mbele. Na nyinyi kama madereva wanawake, mna umoja wenu ama kikundi chenu ambacho ikitokea shida mnasaidiana, ama ndio hiyo tu ya kijiwe kama kijiwe? Hapana. Sisi kama wanawake waendesha bajaji tuna kikundi chetu tunacho ambacho BCRO hii inajulikana kama tuna kikundi. Tupo kama wanawake 25 hivi. Na tuna kikundi chetu pia cha wanawake waendesha bajaji. Na wewe kama mwanamke ambaye ni dereva, nafasi yako hiyo inakupa ujasiri gani katika jamii? Mimi kwa kweli inanipa ujasiri kwa sababu nikiona kila mtu ananifurahia, inanipa ujasiri wa kuendelea zaidi. Je, unajivunia kutokana na kazi yako? Yaani najivunia mno na ninaipenda sana. Na ishawahi kutokea changamoto ambayo ulikumbana nayo kwenye kazi mpaka ukasema mbona kama nipumzike au niache? Hizo changamoto ni za kawaida tu za vijiweni, lakini sijawahi kupata changamoto yoyote kubwa. Changamoto za hapa na hapa za vijiweni vipo tu vya kawaida. Na ilikuwa ni changamoto gani labda ambazo unakumbana nazo kwenye kazi yako kwa sasa? Hizo changamoto ni za kawaida tu. Kwa ni za kawaida ambazo bado zinazidi kuhamasisha. Hizo ndo zinazozidi kunipandisha. Na unajua siku zote katika maisha kuna ile kwamba watu wanasema mwanamke anatakiwa akae nyumbani tu, mwanamke hawezi kuwa dereva. Sasa yani kwa upande wako ili unalichukuliaje hasa? Hapana. Mwanamke sio kwamba yeye kazi yake ni kuuza nyanya tu. Sio kwamba kazi yake yeye ni kupika tu au kukaa nyumbani au kumhudumia tu mume. Hapana. Mwanamke ana kazi hii ya udereva, anaweza akaingia, umeona, na akaifanya kazi hii vizuri kabisa. Na kwa baadhi ya watu wanasema kwamba mwanamke ni dereva mzuri zaidi na makini kuliko mwanaume. Ni sahihi kabisa. Sisi wanawake tuko makini. Iwe ni barabarani, iwe kwenye chombo chenyewe. Tunajua kutunza vyombo. Umeona? Kwa hiyo tuko makini. Na tukiangalia kiuhalisia, wewe ni mama, unajitahidi vipi kuweza kuweka usawa kati ya majukumu yako ya kazini na
nyumbani hasa ili kila sehemu mambo yaende sawa? Nyumbani kuna mtoto, kuna binti ambaye ninakaa naye ambaye anakizi majukumu ya watoto pia na watoto wangu na wenyewe. Kuna wakati mfano siku za weekend unakuta nakaa na familia yangu, mfano Jumamosi ama Jumapili nakaa basi kuna refresh na watoto wangu. Ikiingia Jumatatu ni siku ya kazi. Kwa hiyo yani umejiwekea siku kwamba Jumamosi na Jumapili itakuwa siku za mimi kubaki na familia. Kabisa. Na je, kuna mtoto wako ambaye anakwambia mama, natamani kuja kuwa kama wewe, yani niendeshe kama wewe? Kabisa. Sasa tukielekea tamati tu, kwa yule ambaye mwanamke sasa hivi atakuwa anakuangalia, anayetamani siku moja na yeye kuja kuwa dereva lakini ana ule woga, unamwambia nini? Mimi namwambia asiogope, au kwanza aweke nia rohoni, alafu pia ajipambanie, yani asiweke hofu. Yote inawezekana kabisa. Na unaishauri nini sasa jamii kuhusu namna ya kuangalia nyinyi wanawake ambao ni madereva hasa? Mimi nawashauri jamii, kwa sisi wanawake watuchukulie tu kama madereva wengine. Kwa sababu na sisi ni kama wanaume jinsi wanavyoendesha magari, malori, manini. Kwa hiyo na sisi tuko katika hiyo kazi, na sisi tunaipenda hiyo kazi, ndio maana tuko vizuri. Kwa hiyo wasituchukulie vingine. Je, unatamani siku moja na wewe kuendesha lori? Mimi kwa kweli ninatamani kuendesha lori. Natamani sana. Asante sana, uwe na kazi njema. Asante sana. Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo ndani ya Kioo cha Mwanamke. Nikukumbushe tu kuwa ulikuwa nami Mariam Fakii kuanzia mwanzo hadi tamati, nikiwa na madam mezani, mwanamke na usafirishaji, ambapo kwa siku ya leo nilikuwa naye Joyce Ayubu, miongoni mwa wanawake ambao ni madereva waendesha bajaji kutoka katika mkoa wa Mwanza. Pia nikukumbushe usisahau kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, YouTube na Facebook kama SAUT TV, na kule YouTube @SAUT TV TZ. Uwe na wakati mwema. Na siku zote tunasema hivi, Kioo cha Mwanamke, jitazame, tunaangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Bye.